Welcome to our online services. We thank God for the grace and the moment He has given us. Time like this, when the faith of many is wavering and even fainting. But the Lord has been gracious to you and to me. Today we want to look at a topic about how to live our lives and how to build our lives in our Lord Jesus Christ. Tunaangazia jinsi tunaweza jenga maisha yetu katika Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni tunapombarikiwa pamoja. Taking the hand of God for you to be alive today. The peace that you are experiencing is the result of the providence that God has given you. Come on, raise your voice and tell Jesus, thank you. Master, we thank you. Lord, we worship you. We exalt you, Father, and we bless you because you are the mighty God. Thank you because you are highly exalted. Thank you because you are lifted, mighty God. We bless you today. We lift your name today, Jehovah God. We exalt you above all the other gods. In the name of Jesus. Lord Jesus, we thank you for the grace and the power in your name. Thank you for granting us this moment of time. The Lord, we may worship you in the beauty of your presence. And indeed, Lord, we can experience you. We can experience your power, Jehovah God. We can experience your presence together with us. And therefore we are saying thank you, Jesus. We are saying thank you, Lord, because of your presence together with us. And we pray, mighty God, that you may take preeminence from this place for your glory, Almighty God. Thank you, Father, because your grace is ever sufficient to us. Even during these hard times, oh God, we know that you are taking care of us. Our families are protected by you. Our fellow Christians are protected by you. We thank you because of the rest of brothers who are not here. Father, we pray for your grace to continue being their protection. Father, may you keep them from no harm, oh God, for your glory. And even today, Jehovah God, as we are going to share your word, we pray that you may speak through me, oh God. I open my heart, Jehovah God, that I may be used by you as a vessel. May you speak to the lives of your people. Open the eyes of your people, Jehovah God, that they may understand what you are saying for your glory. For we are praying all this in Jesus' name. Amen. Let's appreciate our Lord Jesus. Amen. Amen. Let's appreciate our praise and worship. It has been great worship. Thank you, praise and worship. God bless you. God bless you so much. I want to get to the word of the Lord today. And welcome our viewers. We bless God because of you. Indeed, it pleases God to know that you are such a committed Christian in prayer and in reading the word of God. You see, a man shall live by the word. And even as we share the word of the Lord today, I want your heart to be open and hearken to the instructions of our God. You know, there's no meaning when you listen to the word of God, even if you can know the whole Bible and you are not ready to apply the word of God, then it can be in vain. It can be all in vain. Let your efforts of knowing Christ be practical as you apply your life to the living of Christ every day. So welcome all as we are going to share the word of the Lord today. I want to speak today about building our lives in Christ. Building our lives in Christ. You know, when we talk about building, it's a very profound word and it's a very wide word. Proverbs says that wisdom builds a house. So building is also connected with wisdom. Building is also connected with wisdom. And where there is building, there must be foundation.
where there is building, there must be foundation. And therefore, the foundations determines how firm what is built is. If foundation is weak, does not matter how careful you are building, when you are building in the wrong foundation, definitely what you are building will fall. The Bible says, when the foundations are shaken, where will the righteous be? Because of course, those who are not righteous will fall. But where will be the righteous? Because the righteous has their foundations in Christ. And if they have their foundations in Christ, then they must be in a unique place when the foundations are shaken. And therefore, as we see on how to build our lives in Christ, we are talking about building on that rock, which is our Lord Jesus Christ. Building on that rock, which is our Lord Jesus Christ. And therefore, the way we build everything around us is very important. You know, everyone is building. Never lie to yourself that you are not building. Kila mtu yuajenga. Kila mtu ako katika harakati za ujenzi. Na hivyo basi, inawezekana kwamba unajenga juu ya Kristo ama hapana. Katika maisha haya, tunajenga maisha yetu, tunajenga jamii zetu, tunajenga ndoa zetu, tunajenga biashara zetu, tunajenga maisha yetu. Katika masomo tunajenga. Na katika harakati hizi zote za ujenzi, kuna mwelekeo ambao inatupasa tuufate ili ya kwamba tukaweze kujenga kwa njia inayostahili. Kuna aina mbili za ujenzi ambazo tunaelezewa katika Biblia. Kuna ujenzi ambao unajengwa juu ya mwamba, na kuna ujenzi ambao unajengwa juu ya changarawe. Someone may build upon the rock, and another may build upon the sand. And therefore, these two kinds of foundations are very crucial for us. When we understand these two kinds of foundations, we will be able to examine ourselves and see where we are building. Whether we are building on a stone, that is on a rock, or we are building on the sand. Na kuna mwelekeo ambao Yesu alitupa katika maandiko. Kitabu cha Mathayo mtakatifu, kifungu cha 7, mstari wa 24 mpaka 27. Kitabu cha Mathayo 7, Matthew 7:24 to 27. Nataka nisome kutoka kwa Biblia ya Kiswahili. Maandiko yanasema hivi: basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikafuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikafuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake lilikuwa kubwa. Tukisoma Luka mtakatifu kifungu cha 6, Luka pia anaangazia this same parable that Jesus was speaking. Luka 6:46 mpaka 49. Biblia inasema hivi:
Na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajengaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuwa na ngarika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuutikiza, kwa kuwa amejenga vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukashukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Maangamizi ya nyumba ile yakawa makubwa. In both of these two passages we've just read here, they are referencing the parable of our Lord Jesus Christ, but in a different perspective. Matthew is talking, actually, when we read from this, when you read it from Matthew, is a very long parable that Jesus was giving. Actually, it was a teaching that Jesus was giving, the last statement that Jesus made on the Sermon of Mountain. When we talk about the Sermon of the Mountain, was the longest sermon that Jesus taught. In fact, it starts from chapter 5 to chapter 7. And in the beginning, Jesus started with the Beatitudes. In chapter 5, when he taught them, "Blessed are the poor in heart, they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." All the way, he taught about the Beatitudes. Then at some point, he came to teach about the law. In the same teaching, he gave different things about the law. And towards the end of it is when he taught the parable of the builders, the wise builder and the foolish builder. And therefore, this is like a summary. This parable is a summary of what he has just been teaching in the mountain. And therefore, he gave two ways of building: building upon the rock and building upon the sand. And he likened those who build upon the rock as the wise men, and those who build upon the sand as the foolish men. When you read this word rock from Greek, it is Petra. When you read from Greek, it is Petra, and it means a bent rock. A bent rock. It's not just a stone that you can throw, but it is a rock that you can lay something upon. It is a rock, a bent rock, which cannot be moved. A bent rock, which is firm enough to hold something, immovable, very strong, large and flat. And you see, Jesus was born in Israel. Israel is a desert place. Where, see, in a desert there is a lot of sand. And also, there is those rocks. When I was learning about cells, our instructor told us that a salesman is a man who can sell sand in the desert, where everyone has a sand. So a desert is understood to be a place where sand is very common. And where there is sand, there is that rock, those rocks, that are so big. And therefore, Jesus was giving them an example of something they knew about. Because they were in Israel. Israel is a desert place. There is sand and there is rock. And when he's giving this example, they are able to understand
what he is talking about. He knew what he was talking about. When you see the word sand in the Greek is amos, which means loose soil, unstable and weak. Loose, unstable and weak soil. In other words, is the soil which is unable to hold what you build on it. When you build your life, you may use these two options now. You may decide you are building upon the rock, or you're going to build upon the sand. So this is a very good example that Jesus gave of the rock and the sand, because they were able to understand. And of course, we are able to understand the same. We can understand about the rock. We can understand about the sand. It is upon us to choose where we want to build our marriages, where we want to build our lives, where we want to build our careers, where we want to build our businesses. It is our choice to make on where we want to build our spiritual life, because each one of us has a decision to make on how to build your spiritual life. Some people have chosen, watu wamechagua njia tofauti. Kuna wale wanatumia Ukristo kama kabara. Umeona ni njia mzuri kutumia Ukristo wakati unatenda maovu. Wengine wamesema kwamba nimeokoka, ili hali kuokoka kwake kuna maswali, lakini anakutumia ili ya kwamba kujinufaisha yeye mwenyewe. Ni vema kuchagua mwenyewe vile unataka uishi maisha yako ya kiroho. Ni vema kuchagua mwenyewe vile unafanya biashara yako. Because some people do their businesses using evil spirits. And that is their choice. Psalms said in the book of Psalms 27, some trust in chariots, but we shall put our trust in God. We shall put our trust in our God. Those who are doing business, you can attest what I'm saying today. People are using evil spirits to do business. For you to have a transport, a truck, or anything for your income, you need to engage evil spirits to protect you, to protect your business and everything. But for us who know our God, for us who know the power in our God, we join the psalmist as we declare that we shall put our trust in God. Hallelujah. Amen. We shall build our families in God. We shall build our careers in God. It does not matter how many years you will take before you get to your career, but you need to embrace, you need to hold on Jesus. Even when you get a job, you'll be able to say, the hand of the Lord has done it for me. This is because of the Lord. Someone said, what is gained through prayer is sustained by prayer. You know, some people get good businesses after compromising. Some people get good jobs after compromising with managers and supervisors, even to give to their interest. And when you compromise, then you sustain what you've got through compromising. But if you hold on Jesus and you get that gain through Jesus Christ, you shall sustain it through Jesus Christ. I am saying, if you shall have your gain through prayer by your knees, you shall sustain it by your knees. And therefore it is promising, because God is not a failure. The Bible says the blessings of the Lord maketh rich, and they add no sorrow.
And therefore, when you build, when you get through Christ, then you can manage, you can survive, you can sustain by our Lord Jesus Christ. Both rock and sand are foundations. None of them is not a foundation. Rock is the foundation, as Jesus explained. Sand is the foundation, as Jesus explained. And therefore, I want us to dig deeper and see the results of these two foundations. Ningetaka tuangalie sana kwa undani na tuone tofauti ya misingi hii miwili, kwa sababu yote ni misingi na watu wanajenga juu yake. And first let us understand what is foundation. When we talk about foundation, what are we talking about? And I define it this way. Foundation is the basis of our understanding. Foundation is the basis of our understanding. It is a base which you understand something. A base on which you understand something. For example, I believe that I am a child of God. Mimi naamini kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Naamini zote tunaamini ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Si kweli? Zote tunaamini ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Na hivyo basi nikaulizwa, kwa nini unaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu? Why do you believe that you are a child of God? I have a foundation that I can base this faith in. What foundation is this? I know that Jesus Christ died 2,000 years ago and he died for me. Najua kwamba Yesu Kristo alikufa miaka 2000 iliyopita na alikufa kwa ajili yangu. Na hivyo kutokana na kufa kwa Yesu Kristo, maana alikufa kwa ajili yangu mimi, nimefanyika mwana katika ufalme. This is the foundation of my faith. Hallelujah. If you may ask people, why do you believe you are a child of God? They will give you different foundations of this belief. Wengine watakwambia, mimi naendanga church. Mimi naendanga church. Mimi natendanga mambo mazuri. Mimi sifanyangi dhambi. Kwa hivyo mimi ni mwana wa Mungu. Is that really a solid foundation? No. Going to church is not the foundation of our faith. It is not the pillar of our faith. Our faith is based on the work of the cross that Jesus did for our salvation. And therefore we are made children of God because of the work of the cross. Number two about the foundation is the reason of our action. It is the reason of our action. Everyone acts under a certain influence. Kila mtu hufanya mambo kulingana na msukumo fulani. Kuna msukumo ambao hufanya watu ili ya kwamba wakatekeleze mambo. Ukampata mwenye kichaa akitembea barabarani akirusha mikono akiongea peke yake, akiangalia juu anaangalia chini. Wengine wanafunga anarusha. Anasema anafunga anarusha. Anafanya tu vituko zake. Si kwamba anafanya tu for the sake. Lakini kuna communication ambayo kunayo wewe hauoni. Na hiyo communication ameamini ya kwamba ni ya ukweli. Na hivyo kutokana na misingi hiyo, diposa anatenda matendo yale. Kila mtu utekeleza mambo, utenda mambo kulingana na misingi aliyonayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu utenda mambo kulingana na msukumo unaomsukuma. Msukumo unatokana na msingi uliowekwa alionao.
And therefore we are saying that foundation is the reason for our actions. And number 3, foundation is the grounds on which we build our lives. Foundation is the grounds on which we build our lives. It is what makes us feel that what we are doing is right. It is what makes us feel that what we are doing is right. For example, ukampata mwanaume ambaye ameingia katika ndoa na aliambiwa kwamba chungana na wanawake wawasemangi ukweli. Utapata maisha yake hata kama atampenda mke wake namna gani, bado ako na ka area ambako ni kama shaka for security purpose. Atakuwa na ka area fulani, ka eneo fulani kama shaka, kwa sababu amejenga misingi yake kwamba wanawake waaminiki. Kampata dada ambaye aliambiwa kwamba wanaume wote wako na extramarital affairs. Atakuwa na ako ka element of doubt. Hata kama atamwamini bwana wake sana namna gani ama kwa kiwango gani, atakuwa anajua, lakini unajua wanaume hawaokokangi kabisa. Atakuwa tuna ako ka element of doubt, kwa sababu msingi wake aliweka ya kwamba wanaume hawakuangi waaminifu completely. And therefore, that is why I am saying it is the ground on which we build our lives. It is what we do to make us feel that we are doing the right thing. Foundation. If you find someone doing something and he is not sure of what he is doing, then they may not do it perfectly. But if you find someone who is sure that he is doing the right thing, then they will commit themselves wholly to do it. If you are sure that is the right marriage you ordained for you by God, then you will commit yourself wholly for that marriage. But someone who is not sure will act out of doubt. And at some point they may not perfect what they are doing. And therefore, with the right foundation, when you commit yourself to do what is right, you may perfect it. You may do it perfectly. Because everything you do in life has a justification. When you are doing right, you have a justification. When you are doing wrong, you have a justification. For example, kulikuwa mzee ambaye aliishi maisha yake katika kazi ya kuajiriwa. Ajiriwa akiwa miaka 25 na akafanya kazi kwa uaminifu. Lakini pesa yake alikuwa anatumia yote. Hakuna pesa alikuwa anaweka na hakuna project aliyofanya. Kwa hiyo miaka ngapi hiyo? Miaka 35. Mzee huyu amekuwa kazini lakini hakuna maendeleo amefanya. Na hivyo ilipofikia miaka 60, akaambiwa wakati wako wa kwenda nyumbani, wakati wa retire umefanya nini? Umefika. Funga virago kwenda nyumbani. Akauliza, nifunge niende wapi? Kwa sababu hakuwa na jumba amejenga, hakuwa na mahali angeita nyumbani. Hivyo akitoka kwa ile kampuni, sijui kama umeshakuwa na watu kama wale mwaifanya kazi kwa kampuni. Kuna watu ambao wanatengewa nyumba kwa kampuni, anakaa pale na maisha yake ni ya pale. Kwa hivyo ile siku anaambiwa sasa endekea nyumbani, hamna mahali pa kwenda. Labda sasa apewe retire lakini ambaki kwa ile kampuni. Very unfortunate. And therefore this old man endeavors to justify himself. He said that it is written, Father, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. In other words, in every day there is a bread for that day.
and you do not need to plan for your life. Though this man and build his life, did he build upon the rock or upon the sand? Upon the sand. And at last, he had repercussions. He had to reap from what he had planted. And therefore, he did not have any place to go to be his home. And therefore, you can make the word of God a sound foundation, depending on how you treat it. You can make the word of, you can manipulate the word of God and make it a sound foundation, according to how you treat the word of God. Because if you choose to make the word of God fit what you want to do, justify your deeds, then you will be manipulating the word of God. We are not meant to change the word of God, but to be changed by the word of God. If you decide to make the word of God fit your ways, this word of God will fit what you want to do with it. And you may build upon the sand and blame the word of God, yet you need to blame yourself. Because you are building according to your will, not according to the will of God. A time like this, things are being shaken. In this pandemic, foundations are being shaken. Careers are being shaken. Businesses are being shaken. But where have you built your life? Actually, it was reported that during this time is when there is a lot of conflict in families and never before. Yani watu wamezoea kukaa separate. Na wakati wameletwa pamoja, wamekaa kwa mboma, mume na mke, mwezi imeisha. Yani sasa ndio unaanza kuona the true colors of your spouse. Na una realize mimi siwezi familiana na huyu. Siwezi familiana tena. And there is a lot of reports of violence in families. Depending on how they build their families. Some were built upon the foundation of money. Some were built upon the foundation of love, which is good. You know, everyone is taught, build your family in love. It is good. When you go for wedding ceremonies, you hear those aged women and men telling the incoming in the institution of marriage, never let anyone interfere with your love. Love is for two people. But many times they forget to tell them, build your marriage in Christ. Because love alone is not enough. Love faints. At some point you may get bored of your spouse. But when you are ignited by that power in Christ, you know, when you know that your partner is not just a mere one, your man is not just a mere man, your woman is not a mere woman, was given by Christ for you. Christ sought and realized that he or she fits you. Then your love is ignited because you know you have the right person. Bwana Yesu asifiwe sana. When the careers are being shaken, na watu wanaulizana, kampuni yetu imefungwa, sasa tutafanya nini? Tutaenda kufanya kazi wapi? Maisha yetu yatakuwa namna gani? Watoto wangu watasoma kweli? Watoto wangu watakuwa kula nini? Rent nitalipa nini? Wakati watu wamejawa na mistuko, wakati watu wamejawa na fedha, wamefedheka maishani, kwa sababu umejenga maisha yako katika Kristo. Wale ambao wajui mahali pa kuelekea, wewe unafaa kuwaelekeza. You need to tell people this is the way to go. When the companies are closed, let us fix our eyes on Jesus. Wacheni tumtazame Bwana. Na hivi sasa unaanza kuwaeleza, the mistake you did not build your life in Christ. This is how you need to build your life in Christ. Najua nashukuru Mungu kwamba wale ambao wamejenga maisha yao katika Kristo, hata nyakati hizi ambazo zinatisha, tunajua ya kwamba njia ya mwenye haki
haitapotea, maana Bwana anaijua. Biblia inasema the Lord knows the way of the righteous, but for the wicked it shall not be found. Bwana anajua njia yetu. Wakati kama huu Bwana anajua tutakula nini. Anajua utalala wapi. Anajua utalipa rent na nini. Anajua maisha yako. And therefore blessed be the name of the Lord. Because you just need to fix your eyes on him and ask him, Lord, what do you want me to do? Kabuni yetu imefungwa. Unataka nifanye nini Bwana? Mambo yameenda namna hii. Bwana nifanye nini? Familia hii tulianzisha na wewe Bwana. Sasa hivi imeingia katika changamoto. Watoto ndo hawa watusikizi kama wazazi wao. Bwana Mungu wetu, tumejenga juu yako, tufanye nini? Na yeye Mungu kwa sababu ni mwaminifu, atarejesha watoto katika njia zake. Maana kujenga juu ya mwamba haimaanishi kwamba changamoto hazitakuja. Biblia inasema ya kwamba mawimbi yakaja, Kiswahili kinasema vizuri, na mto ukaifurikia ile nyumba, ukaja juu ya ile nyumba, lakini haingeweza kutingika kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Haleluya! Amen. Jenga juu ya mwamba ambaye ndiye Bwana Yesu. Maana ukiwa juu ya mwamba hautatikizwa. You know, when the Bible is giving us two aspects of building, and we are told that one man was wise and he built upon the rock. The Greek word for wise is a thinking man. If you trace this word from Greek, wise, it is a thinking person, a thinking man. A wise man is a thinking man. Kwa maneno mengine, wakati mtu huyu anajenga, anafikiria, inawezekana maisha yajayo kunaweza kuwa hivi, ninaweza fanya nini? Inawezekana maisha yanaweza kuwa namna hii, ninaweza, yani anajenga katika hekima. He is a thinking person, he is a wise person. Na mtu ambaye ni mwerefu ajengi juu ya mchanga, lakini anachimba chini mpaka anafikia mawe. A wise person would think until he gets the rock. That is what was happening in Israel. And Jesus was giving a real example of what was happening. Thank God it is happening even in our land. But it's just happening for those who want to build a very tall building. Others just want to do it in shortcuts. A wise person would think until he gets the rock. And that is where he will lay the foundation. In our days, people are taking things so easy. But for those who are wise, you cannot just spread information without investigating the meaning of the information. Many people today are suffering because of the wrong information they gave. But for a wise person, before he passes any information, we want to understand who spoke it. What was the meaning when he spoke it? A wise person would think, even in the Word of God, will not just read the Bible shallowly. Some people read through a word and they turn them to figurative, and they end up translating the Word of God wrongly because of not digging deep to the meaning of that word. Others read the figurative words and they translate them literally. Lakini mtu ambaye aliyejaa hekima atapekua maandiko. Na kwa sababu tunajua ya kwamba hatuna ufunuo wa maandiko haya. You know, we were not there when this Bible was getting written. We found it written. Bible has a lot of mystery. There's a lot of mystery that is hidden in the Bible.
There is a lot of circumstances under which the Bible was written. And therefore, if we read the Bible as us, ndio maana unaona watu wanaanza kulala kwa sababu mtu haelewi nini kimeandikwa pale. But if we commit ourselves to the Spirit of God and we tell the Holy Spirit, dear Holy Spirit, teach me what is written in this word. And you read this word under the influence of the Holy Spirit, not in order to confuse another person, but for building your life and showing you the right way to go. Watu wengi wanasoma Biblia ndio wakuja kukuambia, unajua hata Biblia inasema. So unfortunately, the other day, I got a statement in my Facebook. One of pastors was writing when he was very disappointed by a police officer. This police officer arrested this man because he was driving with an expired driving license. Na alipo mwitisha cheti chake license yake, akaangalia akaona ime expire. Huyu ndugu mchungaji hakujua kwamba hii license yake ime expire. Na wakati alielezwa kwamba hii license yako ime expire, akastuka maana hapo anatarajia hivi. Na akapata kweli license yake ime expire. Na akamweleza yule ofisa, tafadhali mimi sikujua kwamba license yangu ime expire, naomba msamaha. Nisamehe tu na uniruhusu niende, nitaikata tu immediately nikitoka hapa. Instead, yule ofisa akakuja akaingia hiyo kiti ya driver. Akamwambia twende police station. Mchungaji rafiki yangu akaplead. Ila ule askari alikuwa amengumisha moyo. Kisa na maana alikuwa anataka pesa. Ndio akamwambia either uende utoe cash bill ya 5,000 ama unipe 3,500 nifanye nini? Nikuachilie. Mchungaji akamweleza kwamba mimi nimeokoka, kupeana rushwa ni kinyume cha imani yangu. Askari akamwambia, kwani wewe unasoma Biblia gani? Hujasoma maandiko katika Mathayo ambao anasema ya kwamba suluhisha na mstaki wako kabla hajakufikisha mahakamani. Suluhisha na mstaki wako kabla hajakufikisha mahakamani. And she justified herself that she needs to receive that rushwa. Ila mchungaji akupeana, alipelekwa mpaka station. Mungu akamsaidia, akapigia afisa mwingine na akaweza kuwapigia simu, wakamwachilia. Akatoka pale immediately akaenda kurenew license yake. People will manipulate the word of God because of having that shallow foundation. And if we are born again, we are servants of God, we are Christians, we need to search the word of God like these Christians of Berea. They committed themselves to search the word of God. You know, it's very unfortunate if someone can come to tell you Biblia inasema and you do not know that scripture. And you have 20 years in Christ, you have 10 years in Christ, you have 5 years in Christ, and you have never sought the word of God. Should be able to tell, hiyo sio Biblia inasema hivyo. Tunakuambia Mungu anasaidia mwenye amejisaidia, na hiyo ni maandiko. And you kabisa haujui kwamba hakuna maandiko yanasema hivyo, unasema sikujua kama Mungu anasaidianga mwenye amejisaidia. Maana you don't know the scripture. If you build your life in Christ, you must be ready. You must be committed to interrogate the word of God, to read the word of God, not for the sake of leading. Sema, wapendwa, hii Biblia unaona hapa, mimi nimesoma yote. Hii Biblia nimesoma yote mara 3. Kila mwaka nasomanga mara moja. But you have nothing. Yani hakuna kitu, hakuna ufunuo umepata katika Biblia. Hakuna mstari kwa katika akili yako. Na ndio maana katika mwaka huu, yani in 2020, 21st century, bado kuna watu wanalalia Biblia for protection. 21st century, bado kuna mtu analalia Biblia for protection. Ati kuna mapepo yananisumbua. Mchungaji alisema kwamba nifanye nini? Lalia Biblia. Na huyo mchungaji anasema ulalia Biblia.
I don't know which kind of pastor is that. Labda wewe mwenyewe umejiwekelea mchungaji amesema. The word that will help you, not the one you sleep upon, but the word that you interrogate and you hide in your heart. And therefore you can speak like our Lord Jesus, it is written. Bwana Yesu asifiwe sana. And then you will be a wise builder. You will be building upon Christ. If you purport to be building upon Christ, and you cannot quote any scripture in your prayers, when you are in trouble, unasema wacha kwanza nichukue Biblia utaona. Shetani utaona. Wacha nichukue hiyo Biblia utaona. And you are born again. You are a Christian. Biblia itakusaidia sio ile iko kwa nyumba unakimbilia. Biblia inakusaidia ni ile ambayo umeweka katika moyo wako na unaweza sema ya kwamba kwa sababu imeandikwa. Hallelujah. And you will be a wise builder. The foolish builder, because we are talking about two builders here. The foolish builder settles for anything on the surface. They settle for anything. They don't want to dig deeper. They are satisfied with anything they get. Now when they want to spread rumors everywhere. Wanasema unajua president amesema. Kwa sababu wameona kwa WhatsApp, kwa sababu wameona kwa Facebook. Juzi kulikuwa kumepostiwa in the social media, return to church guideline. Return to church guideline. And people started posting. Mimi nilipata kwa WhatsApp yangu mara kama 6. Return to church guideline. So someone asked, oh, the church is open now, so tunaweza kutumia vyombo on Sunday. Yet, your return to church guideline was there, but it was for South Africa. Was for South Africa. Na sasa wewe umetumiwa uko Kenya, unaanza kusema tumeruhusiwa kutumia vyombo kanisani, tumeruhusiwa kurudi kanisani. Things are in normal. Unajiingiza katika mashida kwa sababu you don't want to understand. Mpaka ilipotumwa tena ikasemekana that post is from South Africa. The same we are treating the word of God. Some of the things we tend to think we are supposed to do. Some of the characters we have, behaviors we are having, we just want to justify by the word of God, yet that is not what the Bible is saying. We just want to manipulate the word of God for the word to fit what we want to do. We are full of rumors because of what we are getting in the social media. We are accusing people, yet we are doing the wrong accusation. In fact, if you hata sio vile ule mtu amefanya. Sometimes huwa nahurumia wanasiasa sana. Kwa sababu kitu kidogo kizungumzwa kinyume na wao. Iko kwa mtandao, iko kila mahali. Na wewe kama Mkristo ni mmoja wapo wa kusambaza mambo kama yale. Wengine tunatumiwa message zingine unaambiwa kwamba hii message ilitumiwa watu wengine, mtoto alikuwa mgonjwa akapona. Ikatumiwa watu wengine, aliyekuwa hivi akafanya. Wewe sambaza ujumbe huu na baada ya dakika 5 utaona kile kinatendeka. Mkristo aliyejaa Mungu unaona bado anaforward, anaona kile kinatendeka. You don't want to investigate and live in line with the word of God. You cannot live a magic life when you are in our Lord Jesus Christ. You cannot just expect anything to wewe unataka tu mambo yafanyike kana kwamba you don't have the guideline which is given through the word of God. Ndio maana watu wanayumba kwa sababu ya miujiza, iko pande hii wanaelekea huko, iko pande. Watu wamekunywa ndimu katika wakati wa coronavirus. Watu wamekula vitu tangawizi, wengine nikasikia walipewa ndeto wakakunywa ili ya kwamba waoshe matumbo corona haitapata nafasi. Na wengine wakaitishwa sadaka ya kuzuia corona. Corona protection offering. Eti ukituma tu hiyo
Corona inajua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Because people have built their lives in a very shallow way, not deep in the word of God, in a very shallow way. Ukisikia kuna mchungaji ako South Africa anazuia corona, ana command tu na inatembea, inapita kwako kama vile the angel of destruction alikuwa anapita kwa wana wa Israeli, inapita tu kando. My brother, my sister, don't be a foolish builder. Choose to be a wise builder who is building upon the rock, which is our Lord Jesus Christ. Someone who is full of God, someone who is wise builder, will not be tossed here and there. Will not move because people are moving, but will move because it is the right time to move. Will move because God is saying now, move. Amen. Hallelujah. Amen. Someone who is building wisely will not just make steps anyhowly. Will consult first. God, what is your will in this? What do you want me to do? When the children of Israel came to Red Sea, na wakaona kwamba kweli bahari ya Shamu imefunga, Moses called upon God. Na kwa sababu alikuwa tayari ameshamwambia Mungu, kama hauendi nasi hatutaki kutoka hapa. Hata alipofika pale katika bahari ya Shamu, alikuwa na ujasiri ya kwamba this same God will act, building us, oh God, upon you, our solid rock, oh God. Your intention is for us to be strong enough even to withstand every kind of wave that shall come our way. And therefore we pray this day, mighty God, that you may build your people. Give us wisdom, give us understanding. Bwana, naomba ukaondoe kila aina ya upumbavu katika maisha ya watu wako, na ili ya kwamba wakaweze kujenga maisha yao ndani yako katika hekima uliotupa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Naomba neema yako Bwana ikawe pamoja nasi wakati tunajitolea ili ya kwamba kujenga jamii zetu, ili ya kwamba kujenga maisha yetu, kujenga biashara zetu, kujenga kazi zetu ndani yako Bwana wa mabwana. Maisha yetu ya kiroho Mfalme tukayajenge ndani yako, na ili ya kwamba tukakupendeza wewe Bwana wa majeshi. Thank you God, thank you King of Glory. Wewe ambaye umekuwa ukitusikiza, ningetaka nikaweze kuomba nawe sasa hivi. Kumbuka, hauwezi ukaishi maisha yako, hauwezi ukajenga maisha yako katika Yesu ambaye hujampa nafasi atawale ndani yako. Ya kwanza, lazima umpe Yesu nafasi akaweze kutawala maishani mwako, na ili ya kwamba sasa ukaweze kujenga familia yako, ndoa yako, ukaweze kujenga biashara yako, ukaweze kujenga maisha yako ndani yake, hata masomo yako ukaweze kujenga ndani yake. Kumbuka, wakati unafanya mambo ukiwa unajenga ndani ya Yesu, hata kama ni masomo, uko na hakika ya kwamba masomo yako hayatapotelea bure. Watu wengi masomo yao yamepotelea, hawajapata kazi, hawayatumii kwa njia yoyote. Lakini mtu ambaye aliyejenga masomo yake katika Kristo, hata kama utapata kazi utaweza kuyatumia kwa njia ya manufaa katika maisha yako, na hata katika maisha ya kunufaisha watu wenu. Ni wazazi wangapi wanahangaika siku ya leo, walitumia fedha zao kusomesha watoto wao, lakini wamekuwa walevi kupindukia, haya wasaidie masomo yao. Na kusi ewe mzazi ambaye unayegairi siku ya leo, ewe kijana unayegairi siku ya leo, ukaweze kugeukia Yesu, na ili ya kwamba ukajenga maisha yako ndani yake. Na ninakuhakikishia ya kwamba ukijenga maisha yako katika Kristo, utafurahia, utakula matunda ya kujenga katika Kristo. Nataka kuomba na wewe sasa ambaye unasema unataka kumkubali Bwana Yesu akaweze kuingia katika maisha yako. Sema nami: Bwana Yesu,
siku ya leo nayaleta maisha yangu kwako. Nimejua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu na makosa yangu. Bwana Yesu, naomba siku ya leo ukaingie ndani yangu, maana ninakupa roho yangu ukawe Bwana na Mwokozi. Kuanzia sasa nakupa maisha yangu ukaweze kuyatawala. Shetani, nimekukataa siku ya leo na kazi zako zote. Kuanzia sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nitamfuata Yesu kwa moyo wangu wote, maisha yangu yote. Katika jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Bwana Yesu, naomba kwa sababu ya ndugu huyu, naomba kwa sababu ya dada huyu ambaye amekabidhi maisha yake kwako. Bwana, naomba ukamkomboe kutokana na addiction zote, addiction za pombe, madawa ya kulevya, sigara, uasherati na hata kila aina ya dhambi. Bwana, ukamkomboe na kuanzia siku ya leo ukatawale maisha yake. Anapojenga juu yako uliye mwamba imara, ukaweze kumsimamisha. Asante Bwana kwa sababu ya kuokoa watu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Wewe ambaye umeokoka siku ya leo, nakupa ushauri ya kwamba usifiche ya kwamba umeokoka. Enda kawaeleze marafiki zako, ndugu zako, wazazi wako, mke wako, bwana wako. Mweleze ya kwamba umeokoka, na kupitia kwa ushuhuda wako utaweza kumshinda shetani. Usijifiche, bali tangaza wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa hivi tumefika kipindi kizuri, tunataka kumtolea Mungu wetu, na najua kuna ile sadaka umeandaa kwa ajili ya kumtolea Bwana. Unaweza toa kupitia kwa simu. Tuko na account number yetu ambayo tunatumia 0721606555. Hii ndio namba tu ambayo inapita hapo kwa screen, na ndio tunayotumia kwa ajili ya kupigiwa simu kama unahitaji maombi, kama unahitaji ushauri. Hiyo namba tu bado ndio unaweza tumia kwa kutoa matoleo yako, na Bwana Mungu atakubariki. Kama wewe sio sehemu ya kanisa hii, kuna mahali ambako unashiriki, kamtolee Bwana katika nyumba ile ambao unabarikiwa, ambao unakuzwa katika maisha ya kiroho, na Bwana Mungu atakubariki sana. Usiseme kwamba kuna corona huwezi kumtolea Mungu. Ili mradi unakula na unakunywa kidogo, kile ambacho unapata gawa sehemu imwendee Mungu. Hauonyeshi Mungu ya kwamba anahitaji kutolewa kwa sababu ana shida, bali unamtolea kwa sababu unaamini ya kwamba yeye amekupa na ana uwezo wa kukupa zaidi. Bwana Yesu awabariki na azidi kuongoza hadi tutakapopatana tena. Hii ni Gospel Central Assembly, and you are welcome to worship with us online before we get back to our normal services. God bless you. God bless you so much.